kwamba tuna mahakama ya Afrika makao yake makuu Arusha. Tuna mahakama ya Afrika Mashariki mahakama yake nini iko Arusha. Inatakiwa mtu ambaye umepata heshima ya kukaa na vyombo muhimu kama hivi, tabia yako iwe ambayo aitiria tamashaka, uwe msafi kama mke wa Kaisari. Lakini wenzetu naona kusarura ni sawa sawa. Wale wanaocheza ule mchezo wa mdundiko na nani sio wanasemaje, wengine wanasema wanataka kumwaga radhi, huwa anasema huwa anatoa onyo kwamba naomba mshike nini kumwaga radhi. Sasa wenzetu hata kuomba tu washike wasimwage radhi hata wasemi. Matendo yaliyofanyika ndio hayo ambayo kwa kweli yameifedhesha, yameaibisha nchi yetu. Sasa tumesikia kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jana. Kama chama tumesikitika sana. Tumesikitika sana na hatukutegemea kauli kama hiyo ingetoka kwa rais wa nchi yetu. Kwa sababu hili ni taifa ambalo lilijinasibu kwa muda mrefu kwamba ni kinara wa haki, wa kulinda haki za binadamu, utawala wa sheria, na kwamba linapenda Waafrika waheshimike kwa utu wao, kwa maadili yao, kwa mienendo yao, na kwamba tutaheshimu haki za binadamu. Na sisi kwa mfano ibara ya 14 ambayo rais wetu aliapa vile vile, ni sehemu ya ibara ambazo alisema atazilinda, inasema hivi. Ni vyema wakati mwingine tusaidie kufundisha watu. Tuliambiwa na serikali kwamba raia wa Tanzania wanahitaji elimu ya katiba ya miaka 3 ili wafahamu katiba hiyo. Mpaka leo hiyo serikali hii haijawahi kutuambia hiyo elimu itaanza lini. Lakini kama ambavyo Nyerere alimwambia Idi Amin, alimwambia Gaddafi kwamba amini aminiki, nadhani serikali ya CCM ya Samia Suluhu Hassan haiaminiki. Sasa ibara ya 14 inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Katiba yetu sio tu kwamba inahakikisha ile haki yetu ya kuishi, bali inataka sisi kama jamii, kama wananchi, kulindana uhai wetu. Kwa hiyo utegemee katika serikali ambayo inaagizwa na katiba ya nchi yake kwamba ilinde uhai wa watu, itaweza kudogolesha uhai wa mtu, kwamba kufa ni kufa tu. Mwananchi mwenzetu ameshikwa kwenye gari, ametekwa, ameuawa, mwili wake umeonekana pale, huwezi ukasema kwamba kufa ni kufa tu. Ni jambo la kusononesha. Ni jambo ambalo linafanya sisi wote kama jamii tunataka tukasirike. Tuseme haiwezekani katika jina letu. Kama Watanzania hatuwezi kubali kwamba mwenzetu maisha yake yapokwe kiuni kabisa, alafu ionekane kwamba ni sawa kama kuku amechinjwa. Mdude ametekwa, mpaka leo hii mambo yanaonekana kwamba ni sawa tu. Soka ametekwa na wenzake, amepotezwa, tunaona ni sawa. Sasa sisi kama taifa, na kama mtu anaheshimu mkataba wa Montevideo wa uhusiano ya kimataifa na ule wa Vienna Convention, huwezi ukataka kwamba nchi yetu iwe kisiwa. Tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania alikutana na kamati ya Chadema ile maridhiano. Na katika mkutano huo pale Ikulu alisema kwamba ana jukumu la kuifungua nchi yetu. Ilikuwa imefungwa, milango ya mahusiano ilikuwa imefungwa. Ana jukumu, anafanya kazi ya kuifungua nchi yetu ili iweze kuchangamana na kuingiliana na kuaminika na mataifa mengine. Kwa vitendo hivi na kwa kauli ya jana ni kwamba tunaashiria kufunga milango yetu, kwamba sisi ni haki kukosoa wengine, lakini hawataki kukosolewa. Au ikitokea moto kwa wengine hautuhusu tena. Tunataka watu ambao ni insular, na kwamba serikali yetu ina kibali cha kufanya yote kile na isikemewe na watu wasiangalie. Lakini napenda kusema Chadema inaposema ni kwamba taifa letu ni taifa
ambalo linafuata inatakiwa kufuata utawala wa sheria. Katiba inasema hivyo. Serikali yetu, katiba yetu haijasema kwamba serikali haitakiwi kuheshimu haki za binadamu. Na vile ningependa kutoa somo jingine kwa watawala wetu hawa. Naomba wakasome ibara ya 26 ya katiba ya nchi yetu. Lakini niwasaidie kuwasomea kwa hivi sasa. Lakini wale ambao wamejinasibu kwamba ni manguli wa sheria wako huko serikalini, waenda wakasome hii. Bahati nzuri au kuandika hii. Kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyeko kule serikalini ambaye aliandika hii katiba. Sababu mzee Warioba ambaye aliandika katiba kwa sehemu kubwa yuko nje ya serikali. Nasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Katiba yetu inasema maisha ni matakatifu. Nchi yetu ni utawala wa sheria. Lazima tuifuate. Katika kesi ambayo juzi tumeizungumza, tulikuwa mahakama ya rufaa. Lakini kulikuwa na tamko limenukuu katika kesi ya Shamte ambayo Jaji Barnabas Sabata aliamua. Ule mwaka wa 86. Alisema lile wazo au dhana ya kufikiri kwamba rais yu juu ya sheria si kweli katika nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano, ambayo ni jamhuri. Ni kweli katika nchi ambazo za kifalme, mfalme yu juu ya sheria, lakini si Tanzania. Si Tanzania. Na Tanzania tumesema hivyo kwamba kila mmoja wetu, ibara ya 26, kila mtu, hajasema kila mtu isipokuwa rais, si ndio? Kila mtu isipokuwa serikali, imesema kila mtu. Kwa hiyo utawala wetu, na ndio maana ibara ya 8 inafanya nini? Inawataka wawajibika kwa wananchi. Sisi kama chama cha siasa, kazi yetu ni kukosoa, ni kutaka vile vile kupigania madaraka, lakini tunasema kwamba wale ambao wana madaraka wanawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza hapa ni kutekeleza ibara ya 8 ambayo naomba vile vile niisome. Ibara ya 8:1. Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali inapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sio kwa mujibu wa sheria. Wananchi ndio wanatoa madaraka kwa nini? Kwa serikali. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni usawa wa wananchi. Haijasema kwamba lengo kuu la serikali ni nini? Kuangamiza wananchi. Che, serikali itawajibika kwa wananchi. Sio kama wananchi watawajibika kwa serikali. Haya ni maneno si maneno madogo au mepesi kwamba imeandikwa tu. Ni maneno au ni dira ya namna gani nchi yetu inatakiwa kuwa. Watawala walioko serikalini, viongozi wetu, wafahamu kwamba madaraka hayo wametoka kwa wananchi. Lakini wenye madaraka wenyewe ni nani? Ni wananchi. Na ndiyo maana kila baada ya miaka 5 hawa ambao wamekasimia madaraka ya wananchi kwa muda, si ndio? Sehemu ya madaraka, sio yote, ambao wamekasimia sehemu ya madaraka ya wananchi kwa kupitia serikali, utakiwa kurudi na kuomba nini? Kibali cha wananchi kupitia uchaguzi. Sasa ndio maana kwamba uwezo ukasema kwamba wewe serikali ambaye unataka madaraka ujitungie kanuni za kubakia madarakani, unakiuka madaraka ya wananchi. Na tunaposema kama Chadema, kupoka au kusigina madaraka ya wananchi ni uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Huo ndio uhaini. Na ndio maana sasa Chadema inadai kuwajibika kwa viongozi wetu. Si kwa misingi kwamba tunawachukia, hatupendi wao madarakani, lakini kama ukishinda hatuna nini? Hatuna kingine bali kuheshimu nini? Kwa kuwa wamefanya nini? Wamechaguliwa na wananchi. Lakini kama wanaweka mfumo ambao maamuzi ya wananchi hayaheshimiki au hayapatikani, Chadema hawezi kufumbia macho. Sasa sisi kama chama tunasema kwamba tunataka mfumo ambao tunaheshimu sisi Chadema, ambao ni dira yetu, na kamati kuu itazungumza kwa usahihi kabisa. Sisi ni kwamba tunasema tunataka kuwa na mahusiano mazuri na jumuiya ya kimataifa. Chadema inatambua haki za kuchangamana na mataifa mengineyo, inaheshimu mikataba ya haki za binadamu,
inataka ushirikiano mkubwa zaidi wa kikanda na kiulimwengu. Tunataka yale mataifa ambayo yatatuheshimu sisi kwamba tuna haki ya kuwa na uchumi mzuri kabisa, kuboresha maisha yetu na kuweza kufanya Watanzania kuwa ni nini wenye hali njema. Lakini tungependa zaidi si tu Tanzania iendelee, bali mataifa yote ya Afrika yaendelee. Kama nilivyosema wakati ule uliopita, Mwafrika katukamu hata heshimika eti kwa nchi moja kuwa bora, bali katika umoja wetu kama Afrika tuwe bora, ili heshima rangi hii ambayo imeonekana kama ni dhalili iweze kufanya nini, kupata heshima yake na istahili. Ni watu ambao tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa rasilimali nyingi, lakini kutokana na kuongozwa vibaya. Tena hawa mwaka ule wa 67 ili katika ile azimio la Arusha wanasema ili tuendelee tunahitaji nini? Tunahitaji watu, siasa safi, tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na nini? Na uongozi bora. Kwa hiyo msingi mkuu wa kuongoza nchi yetu, si ndio, ambayo ni nini? Msingi mmoja wapo mkuu ni nini? Kuwa na uongozi bora. Uwezi ukapata uongozi bora kwa watu ambao wameweka mfumo ambao unasababisha watu waibe kura au wasigire matakwa ya wananchi. Si msingi wetu huo. Tungesema kwa sisi maadili yetu kama Watanzania ni kwamba tunataka tumetambua kwamba ili tuendelee ni lazima tuwe na uongozi bora. Na wala sio uongo. Angalia Botswana ilikuwa wapi na ipo wapi. Angalia Malaysia ilikuwa wapi mwaka 82 wakati Mahathir Mohamad anaingia na ipo wapi. Angalia Singapore ilikuwa wapi mwaka 66 wakati ilikuwa ni anachukua, leo wako wapi? Angalia nchi ambazo zimeheshimu misingi ya demokrasia, zimejua kwamba wananchi zimekuwa na uongozi bora, zimesimamia misingi ya uongozi bora. Angalia Norway ilikuwa wapi mwaka 69. Norway ambao wanatupatia pesa mengi sasa hivi. Mwaka 1900 ilikuwa ni nchi maskini kushinda zote Ulaya. Leo ni nambari 1 katika vipimo vile mizania nini ya maendeleo ya watu. Sababu gani? Uongozi bora na kuwa na uchungu na namna njema kabisa ya kutumia rasilimali na rasilimali fedha za nchi. Na sisi Tanzania, nchi pekee yenye Tanzanite duniani, tumetopea katika lindi la maskini. Tumekuwa wataalamu wa kina Matonya wapya. Uongozi wetu sasa hizi ni kwamba nitaleta misaada zaidi, si ndio? Si nitasaidia kwamba vijana wafanye nini, wapate ajira nyingi, tutajenga viwanda vizuri, nitafanya watu wapate elimu nzuri ya maana zaidi. Lakini namna gani? Nitaenda kuomba huko, nitaenda Uarabuni, nitaenda Uchina, nitaenda wapi kwenda kuomba. Trump anakuja angalau anatupatia shock therapy, wanatushtua kwamba sivyo, jitegemeeni. Uwezi kuwa na Tanzanite, uwezi kuwa na bandari zako hizi ambazo serikali sehemu imezigawa, uwezi kuwa na nini na maziwa. Wewe una maziwa, una ziwa kubwa la 3 hapa duniani, una ziwa la 2 kwa kina hapa duniani, alafu wewe umetopea katika umaskini. Una ziwa lenye samaki wa aina nyingi kushinda yote duniani, alafu wewe unatopea katika umaskini. Una chuma, una almasi, una dhahabu, una Tanzanite, una ardhi nzuri, alafu wewe umetopea. Una mlima Kilimanjaro, una hiyo hata hiyo Zanzibar, alafu wewe ni omba. Kuna shida hapo. Shida yetu kubwa Tanzania ni uongozi bora. Na ndio maana Chadema inasema yenyewe iko tayari kuweza kuongoza wananchi katika kuelekea safari itakifumua na kuweka mfumo namna kuweza kuiongoza nchi yetu. Lakini lazima tutambue kwamba sisi ni sehemu ya nini, ya jumuiya ya kimataifa. Lazima tuheshimu mikataba na maagano ya kimataifa ya haki za binadamu. Watu lazima waje. Kama sisi tu wasafi, kama mambo yetu yako safi, unaogopa nini? Mfumo mojawapo, msingi mojawapo wa ushirikiano wa kimataifa ni uwazi katika namna gani serikali yako inaendesha watu. Utawala bora, namna gani serikali yako inaenda. Unaogopa nini? Tunasema kwamba sisi wanasheria kwenda kuangalia kesi inavyoendeshwa kokote kule ni haki yetu. Ndio maana hata uchaguzi mbona watu wanaenda kuangalia uchaguzi? Kwani kule wanaenda kwenye yule mwanasheria anapokuja pale anatakiwa azungumze mahakamani? Labda aombe kibali kwamba awe sehemu ya nini, ya timu ya nini, ya mawakili wa utetezi. Tunaruhusiwa hapa Tanzania, tunaruhusu jaji mkuu anaruhusiwa kumkubali wakili wote kutoka Jumuiya ya Madola kuwa wakili hapa Tanzania kwa kesi maalum. Anaweza kuja naomba ni wakili katika kesi fulani. Kama anakuja hapa anaendesha hiyo kesi, akimaliza fanya nini, ameondoka.
Na sisi tumesaidiwa. Wenzetu wa Meru wakati wanapigania ardhi yao ile miaka ya 50, waliwajira kina Seaton wakaenda kufanya nini? Kuwatetea Umoja wa Mataifa. Tunakubali hivyo. Nilikuwa na mwalimu wangu pale Harvard Law School, Professor Abraham Chase, alitetea Nicaragua dhidi ya Marekani, nchi yake yeye mwenyewe, katika nini ICJ. Sasa unashindwa kuelewa haya yanatoka wapi. Na hili baada ya tafakuri, tumetokea tafakuri kubwa kwamba timu imeundwa, tume imeundwa, imepitia mahusiano yetu yote nini ya kimataifa, uzoefu wetu, tuje na sera mpya nini ya uhusiano nini wa kimataifa. Alafu ndio tunapata kauli ile ambayo tumefanya nini, tumepata jana. Inanisikitisha sababu angalau masuala haya kama chama tunayafahamu, yanatusikitisha. Tunategemea sisi kwamba serikali yetu ina nafasi ya kurekebisha hilo. Ina nafasi ya kurekebisha hilo. Sisi Tanzania kama wala Chadema tuseme kwamba tunataka upendeleo wote ule. Kama mmemshtaki mwenyekiti wetu, kesi iendeshwe kwa uhuru tu. Kama ana hatia, mahakama imkute na hatia. Kama hana hatia, itamko hivyo. Lakini kila mtu anaangalia ile kesi, aone kwamba haki ifanya nini, imetendeka. Haki si tu itendeke, bali ionekane inatendeka. Ndio msingi wao. Ndio maana wanakuja hao watu, wanakuja hapa akisema wale wanaharakati. Na bahati nzuri rais mwenyewe alituambia yeye alikuwa miongoni mwa wanaharakati. Sasa wanaharakati umekoma baada ya kuwa rais? Wanaharakati ni kitu cha kudumu. Tunaangalia wanaoitwa Yesu Kristo, kwa mfano mimi ni Mkristo hapa, alikuwa mwanaharakati mpaka dakika ya mwisho, ndio maana akatukomboa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanaharakati, amepigana vita sawa, akafukuzwa kutoka Maka akakimbilia Madina, tena akaweza kufanya kupambana, akaweza kurudi, akashinda, akarudi Maka, ndio dini ya Kiislamu ikasambaa ikaenea. Harakati ni sehemu ya watu wote, mabadiliko wanaleta mabadiliko. Martin Luther King, ninapenda kumwalika rais, angalia harakati za Martin Luther King kule Marekani kupigania Afrika. Na ningemwalika asome barua ya Martin Luther King, letter from the Birmingham jail, akasome tu at pressure, akasome. Lakini zitamsaidia sana kufahamu unyeti na umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu. Mtu anayeheshimu haki za binadamu ni mtakatifu. Serikali inaheshimu haki za binadamu si dhaifu, ni madhubuti. Napenda kumwambia rais na serikali, serikali inayoheshimu haki za binadamu si dhaifu, bali serikali madhubuti, kwa sababu inaweka misingi mizuri ya kupunguza nini, matendo machafu, kupunguza dhuluma, kupunguza watu kuuana, kupunguza watu kufanya nini, kuharibiana mali, inapunguza makosa katika jamii, inaheshimu haki za binadamu. Kwa hiyo sisi Chadema tunaamini kwamba tukipata madaraka kwamba tutaheshimu bila hata kufikiria, hata tukiwa kwenye ndoto. Hata tukiwa kwenye ndoto zetu tutakuwa tunafikiria kuheshimu, tutaheshimu haki za binadamu bila hata kujiuliza maswali. Haki za binadamu lazima tuzingatie. Mtu anayekosa atashtakiwa, ambaye hajakosa asionewe. Rais mwenyewe alituambia kuna kesi za kubambikizwa. Alipoingia tu madarakani asema kuna kesi 147 za nini, za watu kubambikizwa. Alifahamu tatizo la mfumo, ameunda tume ya haki jinai. Nini kimetoka tume ya haki jinai? Bado tuko pale pale. Sababu gani? Uchaguzi tuache mambo yaendelee hivi, nishinde uchaguzi katika mazingira haya na mambo yaendelee. Kwa hiyo kama chama hayo ndio bado tukataka kuyasema. Nashukuru sana kwamba mmeweza kutusikiliza. Ni ujumbe ambao tumefikisha. Tunasema kwamba tunataka Watanzania waendelee kuunga mkono Chadema. Jumuiya ya kimataifa ifahamu jinsi gani ambavyo Chadema imefarijika sana kwa uungaji mkubwa ambao imeupata katika kesi ya mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu. Chadema ambavyo inalaani kwa nguvu zake zote ukiukwaji wa haki za binadamu ambao ulijitokeza katika tokea kesi hii imeanza, na jinsi ambavyo wale watazamaji wa kimataifa walikuwa wanakuja kuangalia kesi ambavyo walishikwa na kuondolewa hapa nchini kwetu. Imechafua taswira ya nchi yetu, na vile vile imechafua taswira ya viongozi wetu,
kwa sababu wengine hata hivi sasa wanatishiwa kwamba hata kwenye hizo nchi wasiende. Na hii inatokea wakati Tanzania ilikuwa inafanya nini? Huyo Profesa Janabi alikuwa anapata nafasi. Janabi kama alikuwa tunaona maana sana kwa kubakia Tanzania hapa. Kwa hiyo tumeamua kusema kwamba aenda ahudumia Afrika. Maana yake tunatakiwa kuheshimu namna wenzetu na tuendane na wenzetu. Tujifunze namna ya diplomasia ambayo ni ya haki za binadamu. Na maana hiyo tutaheshimika na tuendelea kuonekana kwamba ni kinara wa haki za binadamu. Tuliongoza mataifa ya Afrika kupigania uhuru wa kusini mwa Afrika na tunaheshimika kwa hilo. Na kwa maana hiyo tusitake sifa yetu nzuri ambayo ilikuwa imepatikana huko nyuma kwa gharama kubwa ikachafuliwa na watu ambao wana malengo ya muda mfupi ya kubakia tu madarakani bila kuangalia malengo ya muda mrefu ya ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana. Asante sana Dokta. Kwa hiyo tunaingia kipindi cha maswali, lakini kabla tujafanya hivyo naomba niweke rekodi vizuri. Yule dada mwanasheria kutoka Uganda anaitwa Agatha Atuhaire na sio Anet. Nitaka hiyo rekodi ikae vizuri. Kwa hiyo anaitwa Agatha Atuhaire, ni mwanasheria kutoka Uganda. Kwa hiyo naomba nichukue maswali matatu kwa kuanzia. Unataja chombo chako cha habari, jina lako na unauliza swali lako. Lisiwe refu, liwe swali ambalo liko wasiwasi kwamba huenda ukawa na mwendelezo
mbili. Mmoja anasema si sawa, huyo senator, na msemaji wa serikali ya Kenya anasema uhusiano wetu ni mzuri kabisa, haujaharibika, na kila nchi na haki ya kufanya kile ambacho inataka kufanya. Chadema na mtu yote ambaye amesoma sheria, sina uhakika yule msemaji wa serikali ya Kenya kama ni mwanasheria au ubebevu wake katika masuala ya mahusiano ya kimataifa ukoje. Na jukumu la kuheshimu haki za binadamu, jukumu la kuheshimu agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jukumu la serikali zote 7 au 8 sasa ambazo zinahusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nimezungumzia msingi wa kanuni ya erga omnes, kwamba haki za binadamu lazima ziheshimiwe na kila nchi na kila serikali. Hakuna serikali ambayo itatetewa kwa kukiuka haki za binadamu. Katika agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki tumekubaliana kwamba kutakuwa na nini, na muingiliano wa wananchi kutembea, kwamba ushirikiano wetu katika jumuiya ni unalenga kukuza mahusiano ya watu na watu, kukuza misingi ya demokrasia, kukuza utawala wa sheria, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwazi na utawala bora. Kwa hiyo hayo tumekubaliana. Wananchi kuja kuangalia kuingia katika nchi yetu hawajatenda kosa, na wala hawajatuhumiwa kwamba wamefanya makosa ya kiuhamiaji. Hakuna tuhuma kwamba waliingia hapa nchini, si ndio, kimakosa. Kwa sababu mkataba wetu kulikuwa na mkataba mdogo au ile protocol ndogo ambayo inatoa haki ya mtu kuingia, mtu wa Afrika Mashariki kupata visa kuingia katika nchi na ukaa miezi 6 mpaka miezi 6. Hapa anaweza kakaa tu Mkenya akaingia hapa akakaa miezi 6. Tanzania vivyo hivyo. Sasa baada ya hapo lazima ueleze kama akitaka kufanya kazi kuna taratibu zake. Lakini anaweza kuja. Sasa kuja kama mtalii, maana tunaingia kama visa ya nini ya kitalii. Hana haki ya kuja. Sio kama nchi nyingine kama mzungu tu ametoka huko Ulaya aje hapa. Hatuna makubaliano kama hayo, hapana. Tumesema sisi ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mkumbuke tuna lengo la baadaye kuwa na serikali ya shirikisho. Kwa hiyo tuko katika hatua moja baada ya nyingine. Sasa unaposema kwamba eti mahusiano yetu, anaweza kuwa anazungumza kwa lugha ya kidiplomasia, asitake kulikoroga na kulivuruga kabisa, lakini swala ni kwamba haya si mambo mema. Kwenye mitandao wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi. Lugha ambazo zimesemwa dhidi ya rais wetu zilikuwa ni kali kweli kweli. Mpaka wengine nimeona rais amewablock. Na wanarusha amekuwa blocked na Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi singependa rais wangu atukanwe. Chadema haipendi rais wa nchi atukanwe. Lakini matendo yakiwa si mema, hatuna uwezo Chadema tuweze kuzuia watu wasitukane au wasitoe lugha kali. Wengine tunatofautiana namna ya kukasirika. Kwa hiyo wengine wamekasirika. Sisi tunasema kwamba haikuwa sahihi. Ni goli kama ni goli la kujifunga sisi wenyewe. On goal. Alafu nini? Nikazungumza kwa Kiingereza ni kwamba it was a diplomatic disaster. Yes, utegemei unaweza kufanya makosa kama hayo. So elementary. Kanuni za msingi kabisa. Nadhani wale walifunza pale Kurasini, sasa tena chuo wamekita jina la Salim Mohamed Salim tena kwa maagizo ya Samia Suluhu Hassan. Nisingetegemea kwamba tuna wizara ambayo ingeweza kuruhusu rais wetu akasema hivyo. Kwa sababu kauli za rais zinapotoka lazima zimepimwa na kuchujwa za kuangaliwa. Sasa hatuwezi, kuna hizo kanuni za kuheshimu haki za binadamu. Serikali yoyote ile ambayo inakiuka haki za binadamu haiwezi kuheshimika. Ni serikali ambayo yani maana yake ina matatizo ndani yake, kwamba pengine hata ule msingi wake una shida. Hasa sisi kama chama tunasema hatuwezi, ni makosa kwa nchi yetu kukiuka haki za binadamu. Ni makosa kwa nchi yetu kuvuruga uhusiano mzuri na majirani zetu. Ni makosa kuzuia raia wa nchi nyingine kuja katika nchi yetu kama hawajatenda kosa lolote lile. Mtu anafika airport, jaji mkuu mstaafu wa nchi iliyopita
nchi jirani yako. Wewe unaona kwamba ni rahisi tu kumshika, alafu unafikiri kwamba hilo swala litakwisha kienyeji. Watu wanaonaje? Je, yule kijana wa Kenya Boniface Mwangi jana, ile nduru aliyopiga pale Serena, imetuma ujumbe gani kwa ile hoteli ya Serena? Imetuma ujumbe gani juu ya serikali ya Tanzania kwamba inashika watu kwenye hoteli zao, kwamba unaweza kuwa ni mgeni wa nje, ukalala chumbani, usiku ukafuata saa 8 usiku, ukachukuliwa kwa nguvu, ukapotezwa. Kama yule kijana asingekataa kutoka mpaka asubuhi, watu wakaweza wakaona kwamba wakajua ameshikwa, huyo singekuwa amepotea. Baadaye songekana tu kwamba atujue amekwenda wapi. Uenda amejipoteza yeye mwenyewe. Na unakuwa na speaker, unafahamu yule speaker anasema mtu anaweza kujipoteza mwenyewe. That's our government. Ilizungumza mahakamani, that's our law we have sunk. Hatuwezi kuwa katika hali kama hiyo. Sisi kwa kusema haya, ni nafasi nyingine kwa serikali kuweza kujirudi na kurekebisha mwenendo wake. Ni nafasi kwa vyombo vyetu vya usalama, kwa sababu polisi kwa kawaida, na niwapenda mara nyingi polisi hawa wasome ibara ya 147, na pengine niwasomee sasa, uende wengine hawajawahi kuisikia. Polisi na wanajeshi wote ambao wananisikiliza, naomba msome ibara ya 147 na muikariri kabisa, na mtu asikudanganye kwamba uende tofauti. Iko katika sura ya 9 katiba ya nchi yetu. Majeshi ya ulinzi ni marufuku kwa mtu yeyote au shirika lolote au kikundi chochote cha watu isipokuwa serikali kuunda au kuweka Tanzania jeshi la aina yote. Sawa? Itakuwa ni marufuku, ibara ya 147(3), itakuwa ni marufuku kwa mwanajeshi yeyote kujiunga na chama chochote cha siasa isipokuwa tu atakuwa na haki ya kupiga kura iliyotajwa katika ibara ya 5 ya katiba hii. Jeshi halitakiwi kuendeshwa kisiasa au kuwa kufungamana na chama chochote cha siasa. Ni marufuku. Lakini mmeweza zile clips nyingi ambazo umeona, na sisi tupo. Mwingine anakiri kama mimi nilivyokuwa kiongozi pale nitoa na pesa. Katiba imesema ni marufuku. Wala sema ni marufuku. Kwa hiyo sisi nchi yetu, wanajeshi wetu, polisi wetu, uhamiaji wetu wanatakiwa kwa professionals kulinda katiba ya nchi yetu, kufuata maagizo ya katiba yanasemaje, na kutoendeshwa kisiasa. Mwanasiasa akileta mambo yake ya kisiasa, unaambia sivyo. Viongozi wa majeshi yetu ndio wanatakiwa kuenenda. Ni amiri jeshi mkuu sawa, kiongozi anaweza kutoa hiyo amri kama rais, lakini kusema katiba inasemaje. Ni lazima tuwe na watu serikalini ambao wanasimamia sheria, wanaheshimu katiba. Ndio maana kwa mfano ule mwaka wa 92 wanajeshi ambao walikuwa ni sehemu ya makada wa CCM, hata wakina Kikwete hawa ambaye naisikia juzi naye anazungumza kwamba eti kuna wengine walikuwa viongozi wa staafu. Msuya alikuwa aitishi, mzee Msuya alikuwa aitishi press conference, lakini wengine wanaitisha press conference. Kikwete, napenda kukuambia Rais Kikwete, Mwalimu Nyerere alikuwa anaitisha press conferences nyingi sana. Na wewe ulishafanya kazi chini ya Rais Nyerere. Ameitisha press conferences nyingi sana mwaka wa 94 na mwaka wa 95. Ameitisha nyingi. Anataka nchi yake iende vizuri. Wazee wenye busara serikalini, mna fursa ya kuweza kuwafunda na kuwarudi viongozi ambao wako madarakani. Wale ambao wengi mnawapita umri, sababu mimi naona kama na mimi na Samia ni kama rika moja. Tunaweza nilikuwa nipita kidogo sababu dada yangu wa kwanza ni mkubwa kushinda Samia, marehemu. Kwa hiyo viongozi wetu wakuu wenye uzoefu mkubwa ambao walipitia changamoto kubwa za huko nyuma, wanaweza kuitisha, ndio wataweza kuzungumza nao pembeni, lakini kama yale ambayo wanawashauri viongozi hawa, aishi tu kuzungumza nao pembeni ukasema imetosha. Wakitenda yasivyo, simameni hadharani na kujitokeza na kusema hivyo haitakiwi kuenenda. Kwa sababu tuna uongozi ambao vile vile kwamba watu tunaweza kuwa watu walika moja lakini tusikilizani. Haimaanishi kwamba kwa sababu mtu amekuwa ni rais kwamba ghafla amekuwa na hekima zote. Ni cheo tu amepewa, nafasi anayo, lakini wengine ambao wana hekima zaidi wako nje, wanaweza kumshauri. Lakini hata katika wafalme, mfalme alikuwa kikiuka, alikuwa anaondolewa, anawekwa mfalme mwingine. Lakini sisi ni jamhuri.
Tunataka namna nzuri ya kuweza kupata viongozi wetu kupitia kura. Kama ni kura, na kura ziwe nini? Za uhuru, haki na kweli. Uchaguzi huo Chadema haijawahi, kama nilivyosema siku za nyuma, viongozi wetu wamesema kila siku, hatujawahi kupigania kuomba upendeleo wote ule. Hakuna, na Chadema katu kama haitaomba upendeleo. Inataka uchezwe katika uwanja ulio sawa. Kanuni ziwe sawa. Wananchi wa Tanzania waweze kuamua. Sasa umeniuliza swali la ile kesi kuhusiana na ile kesi ya uhaini. Ni kweli kabisa. Sisi kama hapa nazungumza kama wakili, tunasema kwamba tutaendelea kudai kwamba kwa kuwa mwenyekiti wetu anashtakiwa kwa maneno aliyosema, basi hakuna cha kuchunguza zaidi. Sisi kwa kile tunafikiri kwamba maneno yale ndio ambayo yanafahamisha nini, ndio kama ni kuchunguza wayaangalie. Wanasema wachukue kutoka Jambo TV, wachukue yako Jambo TV, sawa, leta ushahidi, leta hao wa Jambo, leta wa nani, weka ngoma hadharani, tufanye nini? Tukamilishe. Sasa baada ya hapo nimependa kuwashukuru sana. Sisi tuendelea kuitaka mahakama iendelee, kwa sababu kama nilivyosema, kila serikali haitoi hata dakika moja ya uhai wa mtu. Haiwezi kusema kwamba itakupatia uhai. Wewe kuzaliwa na serikali, uzaliwa na baba yako na mama yako, na kupiga kura na serikali ikuleta duniani, hata kupiga kura baba yako na mama yako, Mungu aliamua kwamba aliona kwamba wale ndio wanafaa kuwa wazazi wako, lakini uhai unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo serikali inapochukua uhuru wa mtu haina uwezo wa kumfidia kwa uhuru ambao ameupoteza. Kwa hiyo basi sisi kanuni yetu ni kwamba mtu akiwa ameshtakiwa kama makosa yake ashtakiwe mara moja, asikae gerezani kwa muda mrefu au mahabusu, ashtakiwe, ukweli ufahamike. Haimaanishi kwamba kwa serikali imekushtaki eti yenyewe ndio nini umeshathibitishwa. Lakini kama unaendelea kukaa ndani, uhuru wako unapokwa na serikali, na hatuna mfumo wa namna ya kumfidia mtu, inabidi mahakama zetu ziwe nini, ziheshimu sana, zizingatie kwamba hizo kesi lazima ziende kwa haraka. Itakuwa ni ndio ambavyo mawakili wa utetezi tunavyosema kwamba nataka kesi ya mwenyekiti wetu isikizwe kwa haraka, ukweli uainike, na jumuiya ya kimataifa ijue mkweli ni nani na muongo ni nani, mbambikizaji ni nani na msema kweli ni nani.